Nilitekwa sehemu ya kwanza, simulizi ya kusisimua kuhusu kutekwa, mateso na siri nzito zinazofichuka taratibu. Nilizaliwa katika kijiji kidogo kinachoitwa Kanyigo, kilichopo mpakani mwa Tanzania na Uganda. Maisha ya kijijini hayakuwa mabaya, lakini pia hayakuwa rahisi. Tulikuwa tunaamka mapema, tunakimbilia shambani, tunarudi jioni tumechoka lakini wenye matumaini. Mama yangu alikuwa mjane, baba alifariki nikiwa na miaka 5 tu, na tangu hapo maisha yalibadilika ghafla. Nikiwa na miaka 22, nilihitimu chuo kikuu cha Dar es Salaam katika kozi ya uandishi wa habari. Niliamini ndoto yangu ya kuwa mwandishi maarufu ilikuwa karibu kutimia. Baada ya kuhitimu, nilipata ajira katika gazeti moja binafsi mjini Arusha, ambako maisha yangu yalikuwa yameanza kupata mwelekeo. Siku moja nilipokea simu kutoka kwa mtu nisiyemfahamu. Sauti ya kiume iliongea kwa upole lakini kwa msisitizo, iliniambia, tunataka tukutane, kuna habari kubwa tunayotaka uifuatilie. Uko tayari? Kwa kuwa nilikuwa mwandishi mchanga lakini mwenye kiu ya mafanikio, sikusita. Nilimuuliza mahali pa kukutana, akanipa maelekezo ya kwenda kwenye kijiji kidogo karibu na mji wa Moshi, kijiji kilichoitwa Majimoto. Nilifika Majimoto saa 10 jioni. Hewa ilikuwa ya baridi, milima ya Kilimanjaro ikiwa mbali lakini ikionekana kwa uzuri wake wa kawaida. Niliambiwa nitakutana na mtu aitwaye Musa ambaye angenionyesha sehemu ya kufanya mahojiano. Lakini nilipoingia katika kibanda cha mbao ambacho kilionekana kuwa kama duka lililofungwa, sikumuona Musa. Badala yake, kulikuwa na wanaume wawili waliovaa mavazi meusi na miwani nyeusi. Walinigeukia, mmoja akaniambia, karibu sana mwandishi. Nilihisi baridi ikinipanda mgongoni. Kabla sijatamka neno lolote, walinikaribia haraka na kwa nguvu walinishika mikono yangu kwa nyuma. Nikajaribu kupiga kelele lakini nilihisi sindano ikidungwa kwenye shingo yangu. Dunia ikaanza kuzunguka. Na kilichoendelea sikukijua tena. Nilipoamka nilikuwa kwenye chumba cha giza, baridi na kisicho na dirisha. Mikono yangu ilikuwa imefungwa nyuma kwa pingu za plastiki na mdomo wangu ulikuwa umefungwa kwa tepu. Nilihisi hofu isiyoelezeka, nikajiuliza, nimekosea wapi? Nani ameniteka? Baada ya muda mfupi, mlango ulifunguliwa kwa kishindo. Akaingia mwanaume mmoja mrefu, mwenye mwili mkubwa, sura yake ikionyesha ukatili. Aliangalia moja kwa moja machoni mwangu, kisha akasema, sisi si majambazi. Tunataka taarifa. Ukishirikiana nasi, utakuwa salama. Nilikuwa nimechanganyikiwa. Taarifa gani? Kwa nini mimi? Sikuwa nimeandika makala yoyote ya kuchokoza serikali au mafisadi. Niliandika habari za kawaida tu, habari za jamii, uchunguzi wa ufisadi mdogo vijijini. Mambo ya kawaida kabisa. Lakini sasa nilikuwa nimeingia kwenye mtego mkubwa bila kujua. Siku ya pili, watekaji walinileta chakula, mkate na maji ya chupa. Hawakunigusa lakini walinikazia macho muda wote. Ilikuwa ni kama walikuwa wakinisoma, kutathmini kama mimi ni tishio au si kitu. Nilianza kuhisi labda nilikuwa nikitumika kama chambo. Labda kuna mtu anamtafuta na mimi ni sehemu ya njia ya kumfikia. Siku ya 3 nilihojiwa kwa muda mrefu. Waliniuliza kuhusu chanzo changu cha habari, kuhusu makala niliyoiandika mwezi uliopita kuhusu maofisa wa halmashauri waliokuwa wanauza dawa za hospitali kwenye soko la magendo. Nilihisi kitu ndani yangu kikikatika. Hawa watu walikuwa na taarifa nyingi kuniliko. Na sasa walitaka kujua nilijua kiasi gani na nani aliniambia. Nikajua sasa nilikuwa nimeingia katika vita ya habari, vita ya ukweli dhidi ya wale wanaoogopa. Na kibaya zaidi, nilikuwa peke yangu. Nilihitaji kuokoka. Nilihitaji akili zaidi ya nguvu. Nilianza kujifunza mienendo yao, saa wanazoingia, wakati wanapobadilishana lindo na namna chumba kilivyojengwa.
Ndani ya siku 7 nilikuwa tayari nimeelewa. Sehemu niliyokuwa ni ghala lililoachwa, umbali wa kilomita kama 10 kutoka barabara kuu ya Moshi Arusha, na siku ya 8 usiku, nilisikia mlipuko wa mbali. Kama bomu dogo la kutega. Kisha milio ya risasi, halafu ukimya. Milango ikafunguliwa kwa nguvu, nikamwona mwanamke mmoja aliyevalia mavazi ya kijeshi akiniangalia kwa haraka. Akasema, "Karibu kwenye uhuru wako, mwandishi." Hapo ndipo nilijua nilikuwa katika mchezo mkubwa kuliko nilivyowahi kufikiria. Na huu ulikuwa ni mwanzo tu. Je, nini kilitokea baada ya kuokolewa? Ni nani aliyehusika na kutekwa kwa mwandishi huyu? Na kwa nini walimhitaji sana? Subscribe ili uwe wa kwanza kupata sehemu ya pili inayokuja.